Baada ya bajeti hiyo kuwasilishwa bungeni, mwanahabari wetu Miriam Mika amefika kwenye machimbo ya Vito mkoani Morogoro na amezungumza na wachimbaji wadogo wa madini katika eneo hilo, na walikuwa na haya ya kusema. Kwa jina anaitwa Kasim Lubuva, ni mchimbaji mdogo wa madini ya Vito. Sisi ni wachimbaji wadogo, tuna changamoto kubwa sana, na changamoto yetu kubwa haswa ni mitaji. Huko juu walikuwepo juu kwa masokoni wako wachache sana, ila na wakija huko kwetu huwa wanatukandamiza sana kutokana na hali tulokuwa nayo. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba sana serikali ipitishe hii bajeti ili tuweze kupata hela na sisi ya kutukwamua kutoka huku tulipo, tusogee juu kidogo ili kiwezekana hata kimataifa tuweze kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kwa jina naitwa Ibrahimu, ni mchimbaji mdogo katika huu mgodi. Ni changamoto ni utendaji wa kazi, tunao utendaji wa kizamani na zana za kazi. Tulikuwa tunaomba bajeti iliyopendekezwa na bunge pitishwe ili tupate pesa ya kutuendeshea kazi na vifaa vya kudumu kama komasuu na vifaa vinginevyo ambao vinaweza kuhusika katika mgodi. Kwa majina naitwa Elias Tirani. Mimi ni mchimbaji mdogo, ni moja kati ya wale wachimbaji wadogo ambao wanapatikana ndani ya mkoa wa Morogoro. Changamoto ya mitaji imekuwa ni tatizo kubwa kwa sisi wachimbaji wadogo. Kuanzia kwenye shughuli ya uchimbaji wenyewe, ununuzi na hata kuifanya biashara kuwa ya kidunia. Kwa hiyo maombi yetu sisi kama wachimbaji wadogo kupitia bajeti ambayo imetengenezwa na bunge kuhusu wizara hii ya madini, tunaomba hiyo bajeti ipite. Ikishapita moja kwa moja iandaliwe mifumo ratibu sahihi itufikie sisi wachimbaji wadogo ili tuweze kuifanya hii kazi kiufanisi zaidi, kuanzia kwenye uchimbaji, ufuatiliaji wa masoko na kila kitu. Nadhani hayo ndio yaliyojiri huko Morogoro, na sasa tuende nje ya mipaka ya Tanzania.